za Sayuni. Pigeni kelele kati ya mlima wangu, wenyeji wa nchi, na watetemeke, kwa maana siku ya Bwana nayo imefika. Siku ya fadha ya kutetemesha mbingu na dunia, nayo imefika. Siku hiyo Mpendwa wa Bwana, Bwana asifiwe. Nilipoiona hii taarifa iliyotangazwa kwenye International Fellowship of Christians and Jews Mei mwezi huu wa 5 tarehe 5 mwaka huu wa 2026 kwamba Rais Donald Trump wa Marekani amekuwa rais wa kwanza katika historia ya Marekani kuitisha kwa amri ya rais kwamba taifa zima liweze kuheshimu Sabato, nilijua ya kwamba hakika tumeingia kwenye eneo hatari katika historia hii ya kufunga historia ya ulimwengu. Nikasema kweli mpendwa wangu ameona ni nini hiki? Anaelewa ni nini hiki? Hii taarifa inamaanisha nini? Nikasema lazima nikuite mpendwa wangu, tuiangalie hii taarifa na wewe, ndipo tuone maana yake. Maana sababu yake na maana yake imefichwa ndani ya hii taarifa. Ikanibidi nikaingia kwenye mtandao wa rais wa Marekani wa White House, nijisomee mwenyewe hii taarifa, nisikie vile hii amri ya rais ya kutangaza a national Sabbath Marekani kwa wa Marekani. Nikaingia nikaisoma, na taarifa ndio hii. Ni ndefu, ila ningependa uone kile ambacho niliona, na kwa neema ya Mungu tuweze kujua ni nini kinaendelea. Mungu mwema ametufunulia siri ya ajabu kwenye hii taarifa na kwenye hiki kitendo ambacho Trump ametangaza tarehe 4 ya mwezi huu wa 5. Nikaingia nikafungua hii taarifa, lakini ningependa uangalie kwenye hii aya na kuletea aya 2. Maana kwenye hii taarifa niliona hii amri ya Sabato ya kitaifa Marekani ina amri 2. Amri moja to all American Jews, kwa Marekani wote ambao ni Wayahudi na Sabato. Amri ya pili ni kwa all Americans, nao ni juu ya kutunza ama kupumzika na kusherekea Sabato. Haya yote yamefichwa kwenye hii amri moja ya rais wa Marekani. Na hili mwenzangu, na kuambia kwamba ni jambo la hatari ambalo linatuhakikishia na kutuonyesha ya kwamba hakika tumeingia kwenye eneo hatari kabisa katika historia ya kufunga ulimwengu huu, katika vita kuu ijayo ambayo tumekuwa tukitarajia. Hii ni hatua muhimu sana ambayo imepigwa na Mungu. Kwa neema yake ameruhusu haya yawe, ndipo hata yule ambaye amekuwa na wasiwasi ya kwamba je, hii kweli amri ya Jumapili itapitishwa, ndipo awe na uhakika ya kwamba hakika hii sheria ndio hiyo inakuja. Ningependa tuangalie ya kwamba hii amri ambayo Rais Trump aliitangaza ni kana kwamba Rais Trump ameweka amri ya Jumapili ndani ya kifurushi, ina package. A package ama kifurushi ambacho atakifungua yeye mwenyewe. Ni sawa na huo mfano ya kwamba Rais Trump ameweka amri ya Jumapili ndani ya kifurushi ambacho kimefungwa, na yeye mwenyewe itabidi akifungue, na akishakifungua ndani yake ndipo tutaona vile hizi amri za Jumapili zinatoka, vile zinakuja, vile ambavyo watu watalazimishwa kuweza kuabudu Jumapili ambayo inaenda kinyume na Sabato ya takatifu ya Mungu katika maandiko matakatifu. Ni kana kwamba sheria ya Jumapili imefichwa hapo ndani, lakini uwanja umewekwa sawa. Nafasi imepeanwa kwa amri ya Jumapili kupitishwa katika hiki kitendo cha Rais Trump kutangaza Sabato ya kitaifa Marekani. Kwenye aya inayoshughulika na Wayahudi, all American Jews, kwenye hii taarifa anasema, throughout this historic year
we rejoice in the triumph of the American spirit and rededicate ourselves to the cause of liberty and justice for all. In special honor of 250 glorious years of American independence, and on the weekend of rededicate 250, underline hiyo, and on the weekend of rededicate 250, a national jubilee of prayer, praise, and thanksgiving, Jewish Americans are encouraged to observe a national Sabbath. From sundown on May 15 to nightfall on May 16, friends, families, and communities of all backgrounds may come together in gratitude for our great nation. This day will recognize the sacred Jewish tradition of setting aside time for rest, reflection, and gratitude to the Almighty. Kwenye hii taarifa yake ya Kiingereza amesema ya kwamba mwaka huu ni wa kusherehekea miaka 250 tangu Marekani iweze kupata uhuru, na kwa namna ya pekee anasema ya kwamba wanajitolea upya katika kazi ya kuleta uhuru na haki kwa wote, na anasema kwa namna ya kipekee ya kusherehekea miaka 250 ya uhuru wa Marekani kwenye hii weekendi ya kujitolea upya. Rededicate weekend. Ni gani hiyo weekend? Gani hiyo weekend ya tarehe 15, 16 na 17? Hiyo ndio kusema weekend ya kujitolea upya kwa Mungu. Unakumbuka huyu rais ndiye alitangaza ya kwamba Jumapili ya tarehe 17 mwezi wa 5 anaenda kuikabidhi nchi ama taifa la Marekani upya mikononi mwa Mungu. Anaenda kuiweka Marekani upya mikononi mwa Mungu. Watakusanyika wote kwenye hiyo Jumapili ili waweze kuifanya Marekani iwe taifa moja chini ya Mungu, chini ya uongozi wa Mungu. Ndio anaita a rededicate weekend. Kabla ya hiyo Jumapili kubwa ya kujitolea upya kwa Mungu kwa namna ambayo wao peke yao ndio wamepanga, amekumbuka ya kwamba kuna sabato ya Wayahudi na kwamba Wayahudi wamechangia katika maendeleo na historia ya Marekani pakubwa. Ndipo akasema Wayahudi wote wa Marekani wameweza kuhimizwa kwamba watunze sabato ya kitaifa, a national Sabbath. Lini? Kuanzia Ijumaa jioni wakati ambapo jua limesama tarehe 15 hadi sabato tarehe 16 jua likisama. Maana hivyo ndivyo Wayahudi wanavyosherehekea sabato. Hayo ndiyo masaa ya sabato takatifu kulingana na Biblia. Anasema amewapatia hiyo iwe ni sabato ya kitaifa ya kuweza kupumzika. Nani hao? Amesema all American Jews. Na anasema ya kwamba anafurahia jinsi ambavyo Wayahudi wametenga muda wa kupumzika, jinsi ambavyo Wayahudi wanavyoichukulia sabato na jinsi ambavyo wanavyoitunza muda wake siku nzima 24 hours ambazo wanapumzika. Anafurahia sana na anasema siku hiyo watu waweze kuiona, waweze kuitambua, waweze kutambua huo mtindo mtakatifu wa kupumzika sabato. Kwa hivyo kama rais akatangaza ya kwamba hiyo sabato moja hiyo ya tarehe 15 16 iweze kutunzwa kitaifa katika nchi ya Marekani. Mpendwa wangu, ningependa nikuonyesha ya kwamba hapa ndani kwenye hii amri ya rais kuna sabato mbili. Moja ni ya Wayahudi, ndio hii amesema sabato ya Wayahudi. Na ya pili ambayo anakuelekeza kwayo, ambayo ni hatari zaidi, ambayo labda wengi hawakuona, inapatikana kwenye hii aya ambapo anatangaza hiyo amri. Anasema hii ni for all Americans mwaka mzima, sio siku moja sasa kama Wayahudi alivyokabidhi hiyo moja. Anasema wa Marekani mwaka mzima waweze kutunza sabato. Sasa swali, wewe mwanafunzi wa unabii, wa Marekani wanatunza sabato gani? Hii sabato ambayo wanaita the Christian Sabbath, ambayo ni Jumapili, ndivyo wanavyoiita. Lakini sasa nifiche, maana ni meza inaandaliwa, ni uwanja umewekwa sawa, ni nafasi imepeanwa ili Jumapili iweze kutangazwa. Tunangojea tu tuone inakuja namna gani, lakini tusome na wewe kwenye hii passage. Anasema ya kwamba hii sasa ni sabato sio ya Wayahudi sasa, bali all Americans. Hii ya kwanza ya tarehe 15 ambayo ni sabato ya siku ya saba ni for all American Jews, Wayahudi wote wa Marekani. Sasa sikia ya wote wa Marekani. Now
Therefore, I, Donald J. Trump, President of the United States of America, by virtue of the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States, do hereby proclaim May 26 as Jewish American Heritage Month. I call upon Americans to celebrate the heritage and contributions of the Jewish Americans and to observe this month with appropriate programs, activities, and ceremonies. Sasa sikia hiyo statement ya hatari. I further call on all Americans, underline all Americans, to celebrate their faith and freedom throughout this year, during this month, and especially on Shabbat to celebrate our 250th year. Unayeelewa Kiingereza umeona hiyo taarifa ambayo nilikuwa nataka uone. Kwenye hii taarifa kwa kidole chake mwenyewe na sahihi yake mwenyewe, Trump anasema ya kwamba mimi Donald Trump, rais wa Marekani, kwa uwezo na mamlaka niliyokabidhiwa na katiba na sheria za Marekani, nimetangaza kwamba mwezi wa 5 mwaka 2026 uwe ni mwezi wa urithi wa Wayahudi, American Heritage Month. Anasema ametangaza ya kwamba Wamarekani waweze kusherekea mwezi huu wa Wayahudi wakiwa na programu mbalimbali na vitendo mbalimbali na sherehe mbalimbali. Hayo ni kwa upande wa huu mwezi wa Wayahudi. Sasa sikia anavyosema juu ya Wamarekani wote na Sabato. Anasema I further call on all Americans to celebrate their faith and freedom throughout this year. Wamarekani wote washerekee imani yao na uhuru wao mwaka huu mzima. During this month, mwezi huu wote ndio, and especially on Shabbat to celebrate our 250th year. Ametumia neno la Kiyahudi Shabbat akimaanisha Sabato. Ni Sabato gani inatunzwa na Wamarekani wote? Ni Jumapili. Kwa hivyo kwenye hii sentence Trump amebainisha ya kwamba Wamarekani wote wanatakikana washerekee imani yao na uhuru wao sio mwezi mmoja bali mwaka mzima, na sana sana kwenye siku ya Sabato ili kusherekea miaka 250 ya uhuru wao. Naamini kwa usomi huo umebainisha ya kwamba kwenye hii amri ya rais ya kutangaza a national Sabbath ametangaza makundi mawili na Sabato yao, lakini kwa namna fiche. Ndio maana nikakuonyesha nikana kwamba Trump amefungua amri ya Jumapili lakini ikiwa ndani ya package. Sasa tunataka tungoje tuone, maana mamlaka ni yao, tuone ni jinsi gani wanaenda kupakua hiki kifurushi. Ni kwa jinsi gani wanaleta hii Sabato iweze kutunzwa na Wamarekani wote. Naamini umeona hilo. All Americans. Wamarekani wameingia kwenye hatari kubwa. Na dunia nayo imeingia kwenye hatari kubwa. Maana uwanja umewekwa sawa ili amri ya Jumapili iweze kutunzwa. Imekuja as a package. Na kumbuka, hii ni amri ambayo lazima iangaliwe na wanasheria. Na kwa sababu ni ya kidini, lazima iangaliwe na viongozi wa kidini, wa Protestanti na wa Katoliki na Majesuiti ambao ndio wanaomuongoza Trump. Kwa hivyo hapa kwenye hili tangazo ni kana kwamba amri ya Jumapili imewekwa mezani, sasa tunangoja tuone wanaileta namna gani. Hata hivyo katika roho ya unabii, si Dada White anasema na alionyeshwa ya kwamba Marekani ita make provision, itafanya nafasi, itafanya mwanya, itaweka meza sawa, nafasi sawa ya kuweza kutangaza huo uongo wa kipapa kuhusu utunzaji wa Jumapili. Ndio alisema hivyo katika kitabu cha Last Day Events page 131 paragraph 4. Anasema wa Protestanti na wa Katoliki na spiritualism ama umizimu, haya makundi matatu yataungana kuisukuma serikali mpaka iweze ku make a provision, iweze kuweka nafasi sawa ya kupitishwa kwa sheria ya Jumapili. When Protestantism shall stretch her hand across the gulf to grasp the hand of the Roman power, when she shall reach over the abyss to clasp hands with spiritualism, when
under the influence of this threefold union. Our country shall repudiate every principle of its constitution as a Protestant and Republican government, and shall make provision for the propagation of papal falsehoods and delusions. Then we may know that the time has come for the marvelous working of Satan, and that the end is near. Ya kwamba wakati ambapo Ukatoliki na Uprotestanti na umizimu, hii ya mapepa ambao ndio hao naona wamejaa kwenye madhehebu ya kilugha na miujiza, anasema wao wataungana waisukume serikali mpaka ipeane nafasi ya kuendelezwa kwa uongo wa upapa, mafundisho ya uongo ya upapa, sana sana kuhusiana na utunzaji wa Jumapili. Itapeana hiyo nafasi ya kwamba tukiona hii provision, huu mwanya, hii nafasi imewekwa sawa kwa sheria ya Jumapili kupitishwa, tujue ya kwamba mwisho umefika, na kwamba ndio wakati sasa shetani ameruhusiwa afanye maajabu yake, dunia iweze kuisha, Yesu arudi. Bwana asifiwe. Je, tumeona hii provision? Ndio hii tumeiona na wewe, ya kwamba Trump ameiweka sawa kwa namna ya kutangaza sabato ya kitaifa. Hapa nafasi imewekwa sawa. Stage is set, the stage is set. Nafasi imewekwa, uwanja umewekwa sawa, ndipo sheria iweza kupitishwa. Ila sasa tunangoja tuone inakujaje. Hatujui itakuja lini. Wao ndio wanajua. Hatujui wanaileta kwa namna gani, ila tunaitarajia, tunaangalia tu tuone. Hata hivyo, si maandiko yanawasema hawa watatu kwamba mfano wao ni vyura. Unajua chura anaporuka uwezi ukajua anaenda direction gani. Akiruka mara moja, the next step uwezi kujua anaenda mbele, nyuma, juu, chini, wapi uwezi kujua. Na wao ni kama chura. Uwezi ukajua ni kipi wanafanya next, lakini tunajua mipango yao. Ndilo hili tunaona katika Ufunuo 16 na mstari wa 13 na 14 ya kwamba hawa roho watatu hawa ambao ni Protestantism, Catholicism and Spiritualism, Ukatoliki na Uprotestanti na umizimu, wana mfano wa chura. Mstari wa 14 ndio wao wanasema hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Ndio hao tunaoona hapo. Na hatujui mipango yao iko namna gani, lakini hawa chura watatu hawa tumeona ya kwamba wameweka uwanja sawa na haya mambo yanakuja. Ningependa uone ya kwamba hawa watatu ambao mfano wao ni chura, sasa hivi wanajiita Christian Nationalists Marekani, na ili kundi linawahusisha wa Protestanti na wa Katoliki ambao wanataka wakeuze Marekani iwe nchi ya Ukristo na Jumapili iweze kutunzwa kama siku ya kitaifa Marekani. Wanasema kwa maneno yao ya kwamba lazima upende usipende. Wanamwambia Marekani, upende usipende, lazima tunakulazimisha ufuate amri na kanuni za Biblia. Amri za Mungu katika Biblia lazima uweze kuzitunza. Tunakulazimisha uweze kutunza kwa lazima, upende usipende. Wasikie wakisema hivyo ya kwamba wakati umefika ambapo wanawalazimisha wa Marekani waweze kutunza amri za Mungu. Sana sana amri gani? Ya Sabato. We should not blink, we should not hesitate to tell people, not because we are so wise, not because we made the rules of the world, we didn't. We humbly submit to how God made the rules of the world, and we say, this is how we should order our lives together. And frankly, yes, we are going to impose it upon you. If you don't like it, I'm sorry, but this is good and right and just if it lines up with God's standards, and I am going to enforce my morality on you in as much as our morality is God's morality, and you should always check yourselves. Again, I'm not trying to puff you up. Check yourself. Do I believe what God believes? Am I defending what God says is good? And if it is, then you should have the courage to say, this is how we're going to run our town. This is how we're going to run our county. This is how we're going to run our state. And this is how we should run the United States of America by legislating the morality that we can find in the Bible. Na haya watayafanya kwa namna ya kushangaza sana. Maana mjumbe wa Mungu alionyeshwa ya kwamba wataileta hii sheria kwa namna ambayo itashangaza dunia nzima. Itakuwa mshangao. Kwenye kitabu cha Last Day Events,
page 66 paragraph 2 anasema Christians should be preparing for what is soon to break upon the world as an overwhelming surprise, and this preparation they should make by diligently studying the word of God and striving to conform their lives to its precepts. Ya kwamba Wakristo wajiandae kwa kile kinachoenda kutokea ulimwenguni kwa mshangao wa ajabu, na maandalizi bora ambayo wanatakikana wafanye ni kwa kulisoma neno la Mungu kwa bidii na kuyabadilisha maisha yao yaendane sawa na kanuni na amri za Mungu kwenye Biblia takatifu ambayo ni neno lake. Na kuletea taarifa hii kwa sababu sijui ni kwa muda gani tutaruhusiwa kupeana taarifa kama hizi kwenye mtandao. Na kuna ushauri mmoja ambao neno la Mungu limetupatia, na ningependa nikuletea huo ushauri. Sijui tutakaa kwenye huu mtandao muda gani, kusudi hii njia ikifungwa ukumbuke kwamba hili nilisemwa ama nilikusomea hili jambo na ukalisikia. Hili jambo litakapotokea ukumbuke kwamba ulilisikia, hata kama labda mtandao hautakuwepo, hata kama sitakuwa kwenye mtandao labda kukuelezea, kwa sababu mitandao hii haitaruhusiwa kuendelea hivi. Ushike hili ninalotaka kukuambia, ya kwamba Wasabato wameshauriwa kwamba Jumapili ikionekana kwamba inaenda kupitishwa Marekani, wahame Marekani, watoke. Maisha Marekani yatakuwa mabaya, na kuambia hali Marekani itakuwa mbaya. Na kukumbusha kisa ambacho kinaendelea hivi sasa, na sio Wasabato sasa, bali ni Black Americans, wale wa Marekani weusi waliosaliwa Marekani, wale wafungwa wa miaka ya zamani waliosaliwa pale wakalelewa pale, kuanzia mwaka uliopita katikati hapo na kuja mpaka wakati huu, wanaendelea kuhama kutoka Marekani. Wanahamia wapi? Wanahamia mataifa ya Afrika, West Africa na Kenya, na Afrika ya Mashariki, kwenye mataifa tu ya Afrika. Black Americans wanahama kwa wingi. Wanahama kwa nini? Wanasema wanaona kwamba mbele Marekani inaenda kuharibika na itakuwa na maisha mabaya. Hilo ndio wamehofia. Wameona watu wa mataifa ambao hawajaisoma huu unabii wa Sabato, lakini wamehama. Ni sawa na wale wanyama wa kipindi cha Nuhu na ndege wa kipindi cha Nuhu, walianza kuhama. Watu hawakuelewa nini kinaendelea, lakini Nuhu yeye alielewa ya kwamba ni ishara ya kwamba ukweli wakati umefika wa gharika kunyesha duniani. Hawa Marekani wa kuhama wanasema wamehofia maisha Marekani yanaenda kuwa mabaya. Na ni kweli. Na Wasabato ambao walionywa na kuletea hiyo taarifa vile ambavyo Wasabato wameonywa. Lakini kwanza wacha ni kuonyesha hao wa Marekani weusi taarifa ya vyombo vya dunia vinavyotangaza ya kwamba wa Marekani wa tabaka mbalimbali wanaingia Afrika, wanaingia mashariki ya Afrika, wanaingia magharibi mwa Afrika, na wengi zaidi Kenya, na kununua mashamba, manyumba, wanaenda kuuza makwao huko Marekani, mashamba yao, nyumba zao wanaenda kuuza, wamehama kuja hapa kuishi permanently. Na Wasabato je, ni ishara ambayo Mungu ametupatia. Sikia. Something powerful is happening. More and more Black Americans are leaving the U.S., not just for vacation, but for good. And one country is rising to the top of that relocation list: Kenya. Why Kenya? Some say it's for peace. Others say it's for purpose. But one thing is clear: a growing number of African Americans are starting over in the motherland, and Kenya is where they're building new lives. From real estate to roots, from community to clarity, this movement is real, and it's growing fast. A growing number of African Americans say they are considering leaving the United States and relocating to Africa. Those who've made the move cite the need to connect with their history and find a better life. And while Trump's not a direct reason to leave, they say the political environment is. Here's a report. And I can tell you guys right now, Austin Holloman, an American YouTuber, has lived in various countries for almost a decade. 9 months ago, he settled in Kenya. Holloman, who often films his daily life, says he felt that the social fabric in the US was broken. In contrast, he felt socially accepted in Kenya. so I picked Kenya because I feel the safest here. People look similar to me, or you could say they look like me. It's not like going to Europe or going to some Latin American countries where there aren't that many black people. And I think God just wants me here. It feels like I'm at home, like I fit in here.
He believes the political environment in the US right now is putting the country at odds with many parts of the world, and as an expat he's concerned by what Trump may say next. Growing numbers are interested in leaving the US. Other African countries have attracted even larger numbers of African Americans. Ghana, which launched a Year of the Return program to attract the black diaspora in 2019, said last year it held a ceremony that granted citizenship to 524 people, mostly black Americans. Anne-Marie's worried her home in Atlanta will lose value, so she says she wants to sell it and move here within weeks. I've been even telling co-workers before I even get here, because of what I'm seeing on YouTube. I said, it's time for us to all sell and go to Kenya. Let's go. Anne-Marie says she feels at peace here and she wants to leave growing uncertainty in America for a new place to call home. Malcolm Webb, Al Jazeera, Nairobi, Kenya. Hili jambo ambalo nataka kuonyesha ni jambo ambalo lilisemwa kwenye General Conference Bulletin wakati wa session ya mwaka wa 1901. Kwenye General Conference Bulletin Volume 4, April 16, 1901, Session Extra number 12, page 265, paragraph 12, ambayo ni sermon iliyopeanwa na A.T. Jones tarehe 13 mwezi wa 4 1901 saa 4 na dakika 45 ya asubuhi. Kwenye hii sermon yake, kwenye mahubiri yake ya maneno mengi, huyu kijana ambaye Mungu alimtumia sana, Alonzo T. Jones, anasema ya kwamba Wasabato wameonywa kwamba wakiona Marekani imeanza kukiuka kanuni za Mungu na kanuni za katiba yake, ubora wa Marekani na utamu wa Marekani utakuwa umeisha, na kitu ambacho wafanye ni kwamba waweze kuihama Marekani, wahame kutoka Marekani, na wale ambao wako nje ya Marekani kwenye mataifa ya nje wasiingie Marekani, na wale ambao wako ndani ya Marekani waondoke wahamie mataifa mengine, ya kwamba ikiwa hawatahama wakati huo, mara tu kabla ya hiyo sheria kupitishwa, kama hawatahama hawataweza kuhama hata wakipenda kuhama, hawataweza. Milango ya kuhama itakuwa imefungwa. Kwa hivyo wahame sasa dalili inapoonekana. Na anasema ya kwamba wasiohama kipindi hiki itafika mahali wajute kwa damu, kilio cha damu, ya kwamba walipoteza nafasi ya kuhama na hawakuhama. Anawaambia ya kwamba waangalie hizo dalili, wakiziona tu wahame Marekani. Acha nikusomee na tunasoma na wewe ndipo uone vile ambavyo huyo mjumbe wa Mungu alisema. Kwa vile nimekuambia kwa Kiswahili, sasa sikia anavyosema kwa Kiingereza safi. The day is coming when every Seventh-day Adventist in the United States would give everything that he has and his life almost if he could be outside of the United States. Let me say that again. I am speaking something now that interests every Seventh-day Adventist. The day is coming and is not far off when every Seventh-day Adventist will wish to the depths of his soul that he were out of the United States, and the multitudes will condemn themselves and will fret themselves under the condemnation that they did not go out of the United States when they had the chance. Alafu ukurasa wa 266 aya ya 4, na ndipo anasema haya mambo yafuatayo, ya kwamba nchi ya Marekani imekuwa ni nchi nzuri ambayo ni kama nuru duniani, ambayo ilikuwa inasaidia mataifa, ambapo watu wengi wamekuja huko kufurahia uhuru wake, lakini itakiuka haya mambo, ikiuke kanuni hizo zote za Mungu, ikiuke kanuni za utaifa, na itageuka iwe taifa lenye ukatili mbaya kuliko taifa lingine lote duniani. Hali ya ukatili itakuwa mbaya sana Marekani itakapokiuka, na wakati ambapo hiyo Sunday law inaenda kupita, maisha ya ukatili ndio yatakuwa katika taifa la Marekani. Ndipo anasema ya kwamba Wasabato wahame kutoka Marekani. Anasema
God set this country of the United States as the light to the world, with the principles of God for all mankind, and the nations particularly. Since these principles have been cast away, the nation has descended from its high place. The judgments of God come also. And whereas this nation has been the place of refuge for all peoples to come hitherto, the place of the land of liberty and light, and blessing to mankind, the effect will be directly to the contrary hereafter. And the message of God is now to all the nations. Enter not into the United States, and those that are in it, get out. And this is God's call to Seventh-day Adventists, to get out, cut loose, sell out, live here. For the day is coming when you cannot sell and cannot live. And even as this nation has been the light and the blessing of the world, and stood at the height of all the world in blessing, in goodness to mankind, in the light of the world as the freest, when it has cast away all these principles, it will be the most despotic. Huo ndio ushauri. Nami ndio ushauri ambao unaelekeza kwako, ya kwamba ikiwa una mtu yeyote ambao ni wa kwako Marekani, mshauri ya kwamba akiona mambo yanaelekea vile yanavyoelekea, ajitayarishe kuhama. Na kama ni mipango ya makao, wajipange na hapa nyumbani, hapa ambapo wametoka, wajipange. Waweze kujitayarisha, waweze kutayarisha makao kwenye vijiji vyao, maana maisha Marekani ni akwendi kukalika. Hili ndilo jambo ambalo Yesu alilitumia kwa Yerusalemu kipindi kile. Na Yerusalemu ya sasa nayo, kulingana na roho ya unabii, anasema Yerusalemu ambayo itazingirwa na wanajeshi wa Kirumi ni Marekani. Lakini Yerusalemu ya kipindi kile aliisema hivi: mkiona Yerusalemu imezingirwa na wanajeshi, mjue ya kwamba wakati wake wa kuharibiwa umefika, na wale walio ndani wachomoke watoke, na wale walio nje wasiingie. Katika kitabu cha Luka 21 na mstari wa 20 na 21 anasema, lakini mtakapoona mji wa Yerusalemu umesungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie. Hili ndilo jambo lililotendeka mwaka ule wa 70 Yerusalemu ilipoharibiwa. Miaka karibu 3.5 kabla ya hapo, wanajeshi wa Kirumi walikuja wakauzingira mji wa Yerusalemu. Na bila sababu ambayo ilikuwa nzuri, tena wakachomoka, wakatoroka, wakaenda. Wakristo wakatambua ya kwamba hii ndio ile ishara ambayo Yesu alikuwa ameisema. Wakristo wote wakahama kutoka Yerusalemu. Waliokuwa nje hawakuingia huo mji tena. Na kwa muda wa miaka 3 wakakaa kwenye ile milima na kwenye maeneo ambapo walikimbilia. Miaka 3.5 baadaye, ikiwa mwaka wa 70 AD, waliona Yerusalemu ikichomwa moto na watu kuuawa na damu ikamwagika kama maji kwenye mitaro ya Yerusalemu. Walifuata ushauri wa Yesu. Na sisi Wakristo wa siku hizi za mwisho, na hasa wa Marekani, wameshauriwa ya kwamba wakiona serikali ya Marekani imeweka uwanja sawa wa kutaka kupitisha sheria ya Jumapili, watoroke. Wengine watorokee milimani, wengine watorokee mashambani, na vile tumesikia walio na uwezo watoroke kutoka katika taifa la Marekani. Katika kitabu cha Testimonies Volume 5 page 464 paragraph 3, ndipo hii taarifa ya mjumbe wa Mungu inasema ya kwamba tutakapoona taifa la Marekani limeanza kuchukua hatua ya kutangaza sheria ya Jumapili, basi walio ndani yake waweza kutoroka kwa jinsi hizo ambazo wanasema. As the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christians, so the assumption of power on the part of our nation in the decree enforcing the purple Sabbath will be a warning to us. It will then be time to leave the large cities,
preparatory to leaving the smaller ones for retired homes in secluded places among the mountains. And now, instead of seeking expensive dwellings here, we should be preparing to move to a better country, even a heavenly. Love kwenda chini, unaona anaendelea na huo ushauri. Amesema tukiona hiyo ishara, basi tuachane na miradi ya kufanya na kutafuta makao mazuri Marekani. Wale watoto wetu ambao wameenda kujitafutia Marekani wasahau jambo linaloitwa kuegeza Marekani. Eti majengo mazuri ya kifahari wayafanye hapa nyumbani kijijini. Muwaambie hata kama ni pesa madola wawatumie, muwatayarishie makao hapa nyumbani, ili wakiona hii dalili waweze kutoroka. Na muwakumbushe pia, wakumbuke channel kama hii, waturushie madola kidogo tuendeleze hii kazi. Neno la Mungu linasema ya kwamba watu wa Mungu wajitayarishe, maisha yao yatakuwa vijijini na borini. Wasipende dunia na wasianze kujitafutia maskani ya kifahari hapa duniani kwa sasa, tukiona hii ishara imekaribia. Ni ushauri, na watoto wa Mungu wana akili. Watu wa Mungu ni wakusikia mambo. Ndiposa nimesema ya kwamba nimekuambia hili jambo kwa sababu sijui kesho na kesho kutwa itakuwaje, sijui. Ili litakapotokea ukumbuke ya kwamba, ndugu yangu, nilikuwa nimekuonyesha ya kwamba limeandikwa ili uweze kufanya mapenzi ya Mungu. Watoto wa Mungu wanasikia sauti ya Mungu, na kila hatua ambayo Mungu anawapatia wanaichukua. Kipindi kile Yerusalemu ikikaribia kwenda kuharibiwa, kuna jambo ambalo limenakiliwa hata na wanahistoria wa dunia, ya kwamba kuna sauti mbalimbali. Hili limeandikwa katika kitabu cha Milliman, The History of the Jews, book 13, na iko quoted katika Great Controversy chapter 1, ambayo ni ukurasa wa 29 paragraph 3, ya kwamba kuna sauti za kisiri, mysterious voices, ambazo zilikuwa zinasikika zikiambiana, hebu tutokeni hapa, hebu tuhame tutoke hapa. Waliokuwa wanasema hayo hawakuwa wanaonekana, ni sauti tu zilikuwa zinasikika. Inasema, a multitude of voices were heard crying, let us depart hence. Kwa hivyo huu uhamiaji ambao wazaliwa weusi wa Marekani wameambiana na wanahama, ni ishara Mungu ameruhusu ili tuonye ya kwamba wakati wa hatari wa Marekani kwenda kuangushwa kwa sababu ya hii sheria inayokuja, huu wakati umefika. Ni ishara tosha ya wakati huu. Uhamiaji umetuhakikishia, na Mungu anaruhusu mambo yafanyike, watoto waweze kujua na kutambua kwamba kumbe wakati umefika. Marekani inaenda kuwaua kwa wingi wote ambao watakataa kutunza Jumapili. Hili limeandikwa vizuri katika kitabu cha Ufunuo 13 na mstari wa 15, ya kwamba watakao kataa sanamu ya mnyama na alama yake, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Marekani itawaua watu wengi sana ambao watakataa utunzaji wa Jumapili itakapopitishwa kama sheria. Na sio kuwaua tu. Jambo jingine ambalo litafanyika ni kwamba watu watauzwa kama watumwa, wengine watafanywa kuwa kama watumwa. Ni jambo la kuhuzunisha sana. Nabii wa Mungu alionyeshwa ya kwamba slavery, utumwa, unaenda kuanza tena Marekani. Wote watakao kataa watauzwa kama watumwa. Naona maisha yanaenda kuwa mbaya. Katika kitabu cha Manuscript Releases, page 397 paragraph 2, mjumbe wa Mungu anasema, Satan is doing his best to block the way to the progress of the message. He is putting forth efforts to bring about the enactment of a Sunday law which will result in slavery in the southern field, and will close the door to the observance of the true Sabbath which God has given to men to keep holy. Ya kwamba shetani imetafuta mbinu za kufunga kazi ya Mungu isiendelee na kuizuia Sabato isiweze kutunzwa, na anafanya bidii ailete sheria ya Jumapili ambayo itaanzisha tena utumwa kwenye uwanja ule wa chini ama kusini mwa Marekani. Kwa hivyo utumwa unaenda kuanzishwa, ambapo wote ambao watakataa watauzwa na kuwa treated kama watumwa. Ndivyo anavyosema tena katika kitabu cha Last Day Events, page 149 paragraph 3, anasema, as the defenders of truth refuse to honor the Sunday Sabbath, some of them will be thrust into prison, some will be exiled, some will be treated as slaves. Kwamba watakao kuwa wanatetea kweli
na kukataa kuitunza sabato ya Jumapili, wengi wao watatupwa korokoroni, wengine watapelekwa uhamishoni, na wengi zaidi watatendewa kama watumwa, yani watafanywa kuwa watumwa. Kwa hivyo ni kwamba utumwa unaenda kuanza tena Marekani wakati wa sheria ya Jumapili. Maisha yatakuwa mabaya, na zaidi ya hapo ni kwamba Marekani inaenda kusambaratika na kuanguka kwa sababu ya kukiuka amri ya Mungu na kuwapinga watu wa Mungu na kumpinga Mungu kupitia kwa watu wake. Marekani inaenda kuanguka. America is going to be ruined, to fall. Itasambaratika kabisa, Marekani inaenda kuanguka. Kwa hivyo hata mbwa hatakubali kuishi Marekani akisikia habari kama hiyo. Mjumbe wa Mungu anatuambia katika kitabu cha Last Day Events page 133 paragraph 5, anasema, when our nation in its legislative councils shall enact laws to bind the consciences of men in regard to their religious privileges, enforcing Sunday observance and bringing oppressive power to bear against those who keep the 70-day Sabbath, the law of God will to all intents and purposes be made void in our land, and national apostasy will be followed by national ruin. Kwamba taifa letu kwenye maparasa yake ya kutunga sheria, itakapopitisha masheria ya kuwazuia watu wasiabudu kulingana na kanuni za kidini ama kulingana na neno la Mungu, na kuwalazimisha watu watunze Jumapili na kuwatesa wasabato wanaotunza sabato ya siku ya saba, hapo sheria ya Mungu itakuwa imekanyagiwa chini Marekani, na huu uasi wa kitaifa utasababisha Marekani ianguke, iharibike. Neno la Mungu la unabii linathibitisha ya kwamba wakati wa kuanguka kwa Marekani umefika. Wakati ambapo imekanyaga kwenye uwanja sasa wa kuleta sabato yao hii ya Jumapili vile ambavyo tumeona. Hapo huo wakati umeingiza Marekani katika mikono ya rais atakayeiangusha. Na zaidi ya hapo, mjumbe wa Mungu alionyesha ya kwamba wakati wa kuelekea kufungwa kwa rehema ni kwamba Marekani itakuwa na civil war. Vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na zaidi ya hapo, vita vya tatu vya dunia wakati ambapo rehema imefungwa vitatokea. Hayo ndio mambo ambayo yanaenda kumaliza Marekani kabisa. Nani angependa kukaa Marekani kama hiyo? Hakuna. Katika kitabu cha Manuscript Releases volume 5 page 305 paragraph 4, in India, China, Russia and the cities of America, thousands of men are dying of starvation. The moneyed men, because they have the power, control the market. They purchase at low rates all they can obtain, and then sell at greatly increased prices. This means starvation to the poorer classes, and will result in a civil war. There will be a time of trouble such as never was since there was a nation. Alafu anaquote ile Daniel chapter 12 verse 1, and at that time Michael shall stand up, na kuendelea. Amehakikisha ya kwamba wakati ambapo Mikaeli anaenda kusimama, wa Marekani wataanza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hapo wakati ambapo rehema inaenda kufungwa, watapigana, na wakishapigana Marekani inaenda kuanguka. Na sio Marekani peke yake, hata anamesema India, Uchina, Russia na miji ya Marekani. Mpendwa wa Bwana, ni kwamba tumeingia kwenye eneo la hatari ambapo hawa wanaokusudia kuileta sheria ya Jumapili ya kuikandamiza sabato ya Biblia wameanza kazi yao. Tunaangojea tuone kwamba hiki kifurushi watakifunguaje. Hizi sheria za Jumapili wanasileta kwa jinsi gani? Maana hii iko mikononi mwao. Wao ndio washambuliaji. Wao ndio wanarusha marisasi na mabomu ya kwanza kwa namna ya kuleta vita kwa watoto wa Mungu. Sisi hatuwachokozi. Sisi tunamwabudu Mungu kulingana na vile ambavyo maandiko ya Mungu yanatuambia tutunze sabato ya siku ya saba. Ikumbuke siku ya sabato uitakase. Siku sita fanya kazi, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Tunaangoja tuone. Acha tukeshe na kuomba, tusiingie majaribuni. Tukeshe na kuomba, tuombe na kuombeana, tukingojea tuone ni kwa jinsi gani haya mambo yanakuja. Uhakika ni kwamba yanakuja, na hapo ndipo tumefika.
Na Mungu anayetupenda anazidi kutuonyesha kwamba ona hatua ambayo wamepiga. Nami hapa nazidi kukuletea hii taarifa ninapoiona, ni kuonyesha ya kwamba ona mahali ambapo tumefikia, mpaka mahali ambapo hii vita itaanza. Kuanzia hapo hata hutanihitaji, maana hapo kazi itakuwa imeisha. Kazi itakuwa mikononi mwa Mungu 100% kuelekeza kilio kikuu jinsi kitakavyofanyika. Bwana akubariki tunapokuwa tunangoja haya. Ninaomba Baba Mungu, nionyeshe njia yako na sheria zako.